Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nakushukuru sana kwa kunipatia nafasi ili niweze kuchangia katika hotuba hii ya bajeti ya Wizara ya Maji. Lakini nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya uhai na afya njema aliyonipatia na mimi kupata kibali cha kuweza kusimama hapa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Peramiho ambao kimsingi wamenituma nije nizungumze habari ya maji katika vijiji vyao. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi cha Watanzania, kwa kazi kubwa aliyoifanya katika jimbo la Peramiho. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka 5 iliyopita sisi wananchi wa jimbo la Peramiho tulikuwa tunapata maji kwa asilimia 67.7. Lakini leo tunavyozungumza mpaka sasa tumekwisha fika asilimia 79.3. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni mafanikio makubwa na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa jimbo la Peramiho wana utamaduni wa kushukuru, lakini huwa wanaamini kushukuru ni kuomba tena. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunaomba tena katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, tunaomba miradi ile ambayo tayari ilikuwa imekwisha patiwa fedha zaidi ya shilingi bilioni 4,451,000. Miradi hii ilianza utekelezaji na iko katika vijiji 6, lakini miradi hii imesimama kwa sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe serikali, na kwa bahati nzuri ndugu yangu Mheshimiwa Waziri yuko hapa ananisikia, niombe miradi ile iliyoko katika kijiji cha Mpandangindo, kijiji cha Makwaya, kijiji cha Maleta, kijiji cha Liweta, kijiji cha Mdunduwalo. Mheshimiwa Mwenyekiti, maeneo haya yamekuwa na changamoto kwa muda mrefu, lakini iko miradi ambayo utekelezaji wake ulikuwa umesogea kwa kiwango kikubwa, ikiwemo pia katika kijiji cha Kitulo. Mimi nimwombe sana Mheshimiwa Waziri, katika bajeti hii pesa iliyobaki ili kukamilisha miradi hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali iweze kutupatia ili wananchi takribani 17,565 katika vijiji hivi 6 wanahitaji maji yaweze kupatikana katika eneo hili ili wapate maji yaliyo safi na salama. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, viko vijiji viwili, vijiji hivi vilikuwa na miradi ya maji, na miradi ile Mheshimiwa Mwenyekiti ni miradi chakavu, kwa sababu vijiji hivi vilikuwepo toka miaka 1960 na miradi hii ilikuwepo toka wakati huo kabla hatujapata uhuru. Mheshimiwa Mwenyekiti, kiko kijiji cha Mpitimbi A, lakini kipo kijiji cha Mgazini. Vijiji hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, idadi ya watu imeongezeka, imekuwa kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana sasa Wizara yetu ya Maji itusaidie kufanya ukarabati katika maeneo haya ili wananchi hawa waweze kupata maji yaliyo safi na salama. Lakini niseme tu nakushukuru kwa nafasi na naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Lazaro Komba. Tunaendelea.